Pongezi na congratulations nyingi sana ziende kwa rais wa TFF yani Wallace Karia baada ya kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji CAF, jambo ambalo Tanzania tunajivunia kwenye mpira wetu kuwa na mwakilishi mmoja ambaye anatuwakilisha vyema kabisa katika engo hizo hapo. Of course ni moja ya watu ambao wanapambana sana kuhakikisha kwamba mpira wetu wa Bongo unakuwa kwenye level nyingine sana, licha ya changamoto mbalimbali ambazo zinakuwa zina happen kibongo bongo. So bana, sasa jana bana Young Africans waliweza kupost hiyo post ya kumtakia bana kila laheri katika issue zake za kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji CAF, huko akimtakia bana maisha mema kabisa. Lakini Simba waliufanya hivyo mapema kabisa mida ya saa 5 hivi asubuhi kabisa, waliweza kutoa hiyo post ya kumtakia congratulations. Young Africans walichelewa wakapost hiyo post, lakini jambo la kushangaza walifuta mapema sana. Sasa jambo ambalo limezua gumzo, kwa nini waweze kuifuta mapema? Sasa itakumbukwa tarehe 8 Young Africans waliibuka uwanjani pale kukipiga dhidi ya Simba, ambapo ilikuwa ni dabi ya Kariakoo, lakini Simba kuweza kutokea, na then mchezo ulikuwa umeahirishwa, jambo ambalo kwa upande wa Yanga alikupendezwa nalo kabisa na wakuwa tayari they were not ready kuweza kuipokea hiyo information. Sasa jambo ambalo lilikuwa kidogo aliko sawa. Of course Young Africans walifika uwanjani, walipasha pale baada ya TFF, licha kwamba ya TFF kuthibitisha kwamba mchezo huu bana hautakuwepo majira ya saa 10 au majira ya saa 1 hiyo, lakini Yanga walitimba pale. Sasa kumposti Wallace Karia na kufuta, hii ina maana gani kibongo bongo? Hii ina maana gani kuhusisha na ile game ya juu tarehe 8? Au bado Yanga wana kinyongo huenda? Sasa comment yako hapo chini ni muhimu zaidi. Unaweza kutoa comment yako then tutasoma baadaye. Unahisi Yanga nini ambacho kilipelekea waweze kuifuta hiyo post? Je, ni dabi au kuna kingine?